mmoja. Kwa hiyo Mungu alihukumu dhambi katika mwili wa Kristo ili mwanadamu apate kuwa huru mbali na utumwa wa dhambi, apate kuwa huru mbali na utumwa wa shetani. Haleluya! Kwa sababu hiyo tukasema kwamba Yesu hakuja kuleta dini duniani, alikuja kuleta ufalme wa Mungu katika mioyo ya wanadamu. Unahitaji kuwa mmoja kati ya wana wa ufalme wa Mungu. Cha kwanza kabisa, unatakiwa uikubali kikamilifu kazi ya Mungu kwa njia ya Kristo pale msalabani. Tofauti na hapo, hakuna namna ambavyo unaweza ukafanyika mmoja kati ya wana wa ufalme wa Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii kwa neema ya Mungu tunaenda kuangalia kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Jana tulikiangalia kwa uchache, leo tutaingia ndani zaidi tuone umuhimu wake. Haleluya! Jana tuliona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 ya kwamba mara baada ya dhambi kuingia na dhambi hiyo ikaleta mauti kwa wanadamu, tuliona Mungu anawapa wanadamu tumaini, na tumaini hilo lilikuwa ni mzao wa mwanamke, ambaye huyo mzao wa mwanamke ataleta ukomo wa utawala wa dhambi duniani. Mungu akasema ya kwamba uzao nyoka utampanda uzao mwanamke kisigino. Ishara hiyo tukasema ni ishara ya mateso makali. Lakini hatukuishia hapo, akasema kwamba uzao mwanamke utamponda nyoka kichwa, ishara ya kwamba atauharibu utawala, mamlaka na enzi ya shetani kikamilifu. Na bila shaka kwa njia ya imani ushindi huo unakuwa ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mwambie mwenzako ushindi wa Kristo. Mwambie mwenzako kwa sauti, ushindi wa Yesu Kristo ni ushindi wa kila anayeamini. Haleluya! Haleluya! Yesu hakutenda dhambi, lakini alihukumiwa kama mhalifu, kama mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama alihukumiwa kama mwenye dhambi, akafa kama mwenye dhambi kwa ajili ya wanadamu, bila shaka alipofufuka, alifufuka si kwa ajili yake, bali kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo ushindi wa Yesu Kristo msalabani ni ushindi wangu. Haleluya! Ushindi wa Yesu Kristo msalabani ni ushindi wangu. Jana tumesema ya kwamba kuna taarifa moja ambayo imepotoshwa tangu mwanzo hadi sasa, na taarifa hiyo tuliona inapatikana kitabu cha Mathayo sura ile ya 28. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 28. Haleluya! Mathayo sura ya 28, tutasoma ule mstari wa 6. Tutasoma ule mstari wa 6. Maandiko yanasema, hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanashuhudia ya kwamba Yesu Kristo hakuishia kuoza kaburini. Yesu Kristo hakuishia kwenye jeneza. Nimetumia lugha ya jeneza maana wakati wetu tunatumia majeneza. Usipotumia jeneza unaonekana wewe si mstaarabu. Jamani, hadi maiti zinahitaji ustaarabu. Anyway, Bwana asifiwe sana. Lakini zamani walikuwa wanatumia mapango. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuishia kuoza mle kaburini alipowekwa. Maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba ile siku ya 3 alifufuka kutoka kwa wafu. Haleluya! Na maandiko yanasema kwamba, ukisoma vitabu vya Torati vinasema ya kwamba kwa kinywa cha mashahidi 2 au 3 neno huthibitika. Kwa kinywa cha mashahidi 2 au 3 neno huthibitika. Haleluya!
Tumeona mwinjilisti Mathayo anatuambia ya kwamba hayupo hapa. Tazama, amefanya nini? Amefufuka. Fungua kitabu cha Marko sura ya 16. Marko sura ile ya 16, tusome pamoja mstari ule wa 6. Marko 16 mstari ule wa 6, maandiko yanasema, naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona Mathayo anasema hayupo hapa, amefufuka. Sasa hivi tunaona tena Marko mwinjilisti anasema hayupo hapa, amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Luka sura ya 24 mstari ule wa 6. Kitabu cha Luka sura ile ya 24 mstari ule wa 6. Actually tuanzie mstari ule wa 5. Luka sura ya 24 mstari wa 5 na wa 6. Maandiko yanasema, nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Kwa hiyo tumeona taarifa ile ile ambayo mwinjilisti Mathayo anaisema, ndio taarifa hiyo ambayo Marko anaisema, ambayo ndio taarifa hiyo ambayo Luka anaisema. Bila shaka ni taarifa inayokidhi vigezo vya kuaminika na kusadikika tangu mwanzo hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwenye kitabu cha Mathayo siku ya jana tuliona maandiko yanasema ya kwamba wale askari walipopeleka taarifa kwa wakuu wa makuhani waliwapa rushwa. Wakawaambia, semeni wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba. Uongo waliotengeneza wale makuhani na viongozi wa kidini wa Israeli ni uongo uliotapakaa Uyahudini kote. Lakini cha ajabu, leo hii kuna uongo mbaya zaidi. Nisikieni, wakati ule hawakuweza kupotosha habari ya kwamba amekufa msalabani, lakini walipotosha habari ya kwamba amefufuka. Leo hii kuna uongo mbaya, ninasema tena uongo mbaya umeingia ulimwenguni. Wanasema ya kwamba aliyesulubiwa hakuwa Yesu, ni mwanafunzi wake. Ni uongo. Nasema tena ni uongo. Na wote wanaosema maneno hayo wamemfanya Mungu kuwa muongo, ya kwamba anatoa ondoleo la dhambi kwa dhambi ambayo hajaishughulikia. Jana tumeona kwa uwazi ya kwamba msamaha wa dhambi hautolewi kwa maneno matupu. Tumeona kwamba msamaha wa dhambi unatolewa baada ya dhambi kushughulikiwa kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikieni kwa maneno, nisikieni kwa makini. Msamaha wa dhambi ambao tumeupokea haujajikita katika maneno matupu. Umejikita katika tendo la haki, yani msalaba wa Yesu Kristo. Na huo msalaba wa Yesu ndio tumaini letu tangu mwanzo hata mwisho. Na kuna mwingine ambaye anaweza kupokea msamaha wa dhambi nje na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nisikieni kwa makini watu wa Mungu. Maneno haya myakumbuke. Maandiko yanaonyesha wazi ya kwamba alama za misumari za Yesu Kristo na alama ya mkuki ubavuni mwa Yesu Kristo ni alama ambazo hazikufutika. Ingawa alifufuka, lakini bado zilibaki katika mwili wake. Katika ile siku ya hukumu,
ataonekana mwana-kondoo wa Mungu akiwa na alama ya misumari kwenye mikono yake na miguu yake, akionekana na alama ya mkuki kwenye ubavu wake. Na siku hiyo itakuwa ni kilio na kusaga meno kwa wale wote ambao waliambatana na uongo. Itakuwa ni furaha kubwa kwa wale wote ambao walishikamana na neno la Injili. Itakuwa ni furaha kubwa kwa wale ambao walizikubali, walizipokea, waliziamini habari njema za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo tunayemnena leo ya kwamba alikufa kwa ajili yetu na siku ya tatu alifufuka. Siku moja tutamuona uso kwa uso, tutaziona alama za misumari yake, tutaziona alama ya mkuki ubavuni mwake. Ndipo tutakaposema ni kweli, ni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ufufuko wa Yesu ulitikisa misingi ya nchi. Ufufuko wa Yesu ulitikisa misingi ya nchi. Nawaambieni ya kwamba hakuna atakayeweza kustahimili siku ya hukumu. Ikiwa alipofufuka misingi ya nchi yenyewe ilitikisika. Hakuna atakayeweza kustahimili hukumu. Ni siku ambayo mashujaa watajikojolea na kujinyea. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akiisha kufufuliwa kutoka kwa wafu, akiisha kufuliwa kutoka kwa wafu, alipandishwa, aliketishwa katika mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mtanielewa tu. Mwambie mwenzako utamuelewa mtumishi. Mwambie mwenzako utamuelewa tu. Mwambie utamuelewa. Mwambie leo utasoma maandiko mpaka wewe ndo uwe maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuja mabamba kucheza. Hatukuja mabamba kuuza sura. Hatukuja mabamba kuonyesha kwamba tunaweza kuvaa tai. Tumekuja mabamba kuhubiri ufalme wa Mungu, kushuhudia habari njema za ufalme, kuonyesha namna ambavyo dhambi imekomeshwa, kuonyesha namna ambavyo mauti imeharibiwa. Na leo tutaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Zaburi ya 110. Zaburi ya 110 mstari ule wa kwanza. Nimesema ya kwamba huyu Yesu akiisha kufufuka kutoka kwa wafu, alipandishwa na kuketishwa katika mkono wa kuume wa Mungu huko juu. Maandiko yanasema, Zaburi ya 110 mstari ule wa kwanza, ya kwamba neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Haleluya. Anasema neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Ni neno la mfalme wa wafalme kwa mfalme wa wafalme, ya kwamba uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Haleluya, haleluya. Mkono wa kuume tafsiri yake ni nini? Anaposema mkono wa kuume hamaanishi upande wa kulia. Anaposema mkono wa kuume ni mahali pa heshima na mamlaka. Anaposema neno mkono wa kuume ni mahali pa heshima, ni mahali pa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana Yesu alipofufuka aliwatokea wanafunzi wake na kuambia kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa nini? Ameketishwa mahali pa heshima, mahali pa mamlaka.
Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mmesikia kwa habari za adui wa mwisho. Anasema ya kwamba uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako kwa chini ya miguu yako. Hawa adui ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alishughulikia dhambi kikamilifu kwa njia ya Yesu Kristo. Na alipokwisha kuishughulikia dhambi, aliharibu kabisa isiwe tena mateso kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15, tuangalie kwanza ule mstari wa 21. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 kuanzia mstari ule wa 21. Maandiko yanasema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na ufufuo wa wafu unaletwa na mtu, uliletwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adam wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Adam wote wanakufa, katika Kristo wote wanahuishwa. Wanaheri wale walio ndani ya Kristo, wana tumaini la kuhuishwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 23, lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtume Paulo anafundisha kuhusiana na ufufuo wa wafu utakaotokea katika siku ya mwisho. Anaonyesha wazi ya kwamba Yesu Kristo atawahuisha wale waliomwekea imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawahuisha wale waliomwekea imani. Na si hivyo tu, maandiko yanaonyesha ya kwamba anamiliki tangu sasa mpaka adui zake wote watakaposazwa, watakapowekwa chini ya miguu yake. Na huyo adui wa mwisho ambaye ataharibiwa, atakayewekwa chini ya miguu ya Yesu Kristo ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka mingi iliyopita manabii walizinena hizi habari. Haleluya. Tufungue pamoja kitabu kile cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ile ya 25. Kitabu cha Isaya sura ile ya 25. Katika elimu nyingine za kidini, mauti imeelezwa kama kitu cha kutisha sana. Imeelezwa kama kitu ambacho hakiepukiki. Imeelezwa kama kitu ambacho hakina mwisho. Lakini katika elimu ya ufalme wa Mungu, mauti imeonekana kuwa ina mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Isaya sura 25 mstari ule wa 8 na ule wa 9. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Haleluya, haleluya. Anasema kwamba amemeza mauti hata milele. Kwa hiyo kuna tumaini la mauti kuondolewa kabisa 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 isiwepo. Kwa nini? Ushindi tumekwisha kuuona katika msalaba wa Yesu Kristo. Nataka niseme hivi, tumaini hili ni kwa ajili ya wote wanaomkubali Yesu Kristo. Tumaini hili ni kwa ajili ya wale wanaomwamini Yesu Kristo.
tumaini hili halipo kwa ajili ya wale wanaomkataa Yesu. Wale wanaomkataa Yesu, mauti ni fungu lao. Wale wanaomwamini Yesu, mauti imemezwa. Na angalia anavyosema, anasema ya kwamba amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Machozi yatafutwa, aibu itaondolewa, aibu itaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ule mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu. Oh, haleluya. Watasema ya kwamba huyu ndiye Mungu wetu. Yupi huyo? Aliyemeza mauti hata milele, aliyefuta machozi yao, aliyeondoa aibu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tazama, anasema katika siku hiyo atasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemgoja atusaidie. Wanadamu wote wanahitaji msaada kutoka katika dhambi na mauti. Wanadamu wote, uwe ni mpagani, uwe ni Muislamu, uwe ni Mkristo, uwe ni dini yoyote iliyoko chini ya jua hili, unamhitaji Mungu akusaidie, akuepushe na dhambi na mauti. Maandiko yanasema katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemgoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Haleluya, haleluya. Ambaye Bwana amemwondolea mauti, ambaye Bwana amemwondolea dhambi, na apige kelele akisema, Yesu ni Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Ayayayayaya, sitapotea katika mauti. Nasema sitapotea katika mauti. Ameshinda mauti kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Hata milele Yesu ni tumaini langu. Hata milele Yesu ni Bwana wangu. Hata milele Yesu ni Mungu wangu. Nitashikamana naye. Nasema tena, nitashikamana naye. Sitamwacha kamwe. Sitamwacha kamwe. Sitamwacha kamwe. Atakuwa Mungu wa watoto wangu. Atakuwa Mungu wa mke wangu. Atakuwa Mungu wangu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanalo tumaini lililo hai wale waliomwamini Yesu. Yesu Kristo anaitwa ni tumaini la kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa tumaini la utukufu. Anaitwa tumaini la utukufu. Ayayayaya. Sijaamini kitu hewa. Sijaamini kitu bure mimi. Nimeamini kitu ambacho ni halisi. Nimeamini taarifa ambazo ni za kweli, taarifa zinazosadikika, taarifa zilizokizi vigezo. Haleluya. Sijapotea. Nasema tena, sijapotea. Sijapotea. Ulimwengu unatucheka na kutudharau kwa sababu akili zao zimepofushwa na mwovu Shetani. Akili zao zimepotoshwa. Wamepewa elimu ya uongo. Wamesadikishwa kwa matumaini hewa. Ila sio sisi tunaomwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Isaya miaka 600, actually miaka takriban 700 kabla ya ujio wa Yesu, anasema ya kwamba amemeza mauti hata milele.
Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote. Aibu ya watu wake itaondoka katika ulimwengu wote. Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo tutasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemgoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemgoja, na tutashangilia na kufurahia wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Hosea sura ya 13. Kitabu cha Hosea sura ile ya 13. Kitabu kile cha Hosea sura ile ya 13. Mstari ule wa 4. Maandiko yanasema namna hii. Halalalala. Angalia maandiko yanavyosema, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Tumezoea sana haya maandiko yanasomwa kwenye mishiba wakati watu wanazika. Ni maandiko ambayo yanapaswa kusoma hapa. Ni maandiko yanayopaswa kusoma kwenye nyumba zetu za ibada. Maandiko yanasema ya kwamba tutakombolewa na nguvu za kaburi. Tutakombolewa na nguvu za kaburi. Tutaokolewa na mauti. Mauti, yako wapi mapigo yako? Uko wapi uchungu wa mauti? Ukiangalia elimu za dunia hii zimeeleza mauti kama ni kitu kichungu sana. Ni kweli ni kichungu sana, lakini ni kwa wale wasio na Kristo. Mtaendelea kuogopa kifo ninyi msiokuwa na Kristo, ila sio sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya mauti ni ushindi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofufuka kutoka kwa wafu, aliketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Anatawala hata milele, hata adui zake wote wawekwe chini ya miguu yake. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Nasema Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuangalie ufufuko wa Yesu una maana gani kwetu? Ufufuko wa Yesu una maana gani kwetu? Tufungue kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15. Tusome ule mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 17. Maandiko yanasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Narudia tena, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Tujadili pamoja, kinyume cha mstari huo ni nini? Kama Kristo alifufuka, imani yetu ni halisi na hatumo tena katika dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufufuko wa Yesu ni uthibitisho wa wazi ya kwamba dhambi imepewa ukomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yesu Kristo alidhihirishwa akaiondoa dhambi. Tusome pamoja ule mstari wa 8. Hiyo Yohana sura ya kwanza, Yohana wa kwanza sura ya 3. Tusome mstari wa 8. Maandiko yanasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi
tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni nini? Kazi za Ibilisi ni dhambi. Kwa hiyo Yesu Kristo aliharibu dhambi, aliondoa dhambi. Ufufuko wake ni sahihi. Ufufuko wake ni muhuri ya kwamba dhambi imekwisha kuharibiwa, imekwisha kuondolewa. Madhara ya dhambi yamekwisha kuondolewa. Mauti haitatutesa tena, magonjwa hayatatutesa tena, udhaifu hautatutesa tena. Kwa nini? Hayupo kaburini, amefufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni taarifa ambayo mtu akiisadiki ndipo anaokoka. Ni taarifa ambayo mtu akiisadiki ndipo anaokoka. Angalia kile kitabu cha Warumi sura ile ya 10. Tumesema leo tutasoma maandiko mpaka kieleweke. Kwa nini usielewe wakati tumekuja kutoka Moshi mpaka huku? Ni lazima uelewe. Warumi sura ile ya 10 mstari ule wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema namna hii: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Angalia, ukiamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Hamna wokovu nje na ufufuko wa Yesu. Ufufuko wa Yesu ni kiini cha habari njema ya ufalme wa Mungu. Ni kiini cha habari njema ya ufalme wa Mungu. Ni tumaini la kila mwanadamu, ufufuko wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17. Matendo ya Mitume sura ile ya 17. Mstari ule wa 29 mpaka ule wa 31. Matendo ya Mitume sura ile ya 17 mstari ule wa 29 hadi ule wa 31. Maandiko yanasema: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Wachawi mpo! Wachawi mpo! Watu wanaamini vitu vya ajabu kweli kweli. Afadhali mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutasemea sirini, tutasemea hadharani. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaamini vitu visivyo na uhai, vitu visivyoweza kusikia wala kuongea. Wamesadikishwa mambo yasiyofaa. Wamesadikishwa kwa elimu ya mashetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 30: basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Zamani zile Mungu alijifanya kama hazioni, ila wakati huu ambapo injili ya ufalme wa Mungu inahubiriwa, anaagiza watu wa kila mahali watubu. Mstari ule wa 31 anaandika, anasema hivi: kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari wa 31 unatupa pointi ya muhimu sana. Anasema kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa hiyo kuna siku ya walimwengu kuhukumiwa kwa haki, na uthibitisho wa hilo jambo ametupa kwa njia gani? Ametupa uthibitisho wa kwamba atawahukumu walimwengu wote kwa haki kwa kumfufua Yesu kutoka kwa wafu. Kwa hiyo kufuliwa kwa Yesu kutoka kwa wafu ni uthibitisho wa wazi ya kwamba Mungu atauhukumu ulimwengu kwa haki.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Wangapi ambao Yesu Kristo ni tumaini lao? Wangapi ambao Yesu Kristo ni tumaini lao? Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya hukumu ni siku ya kilio na kusaga meno kwa wasioamini. Ni siku ya furaha na kushangilia kwa wale waliomwamini Yesu. Nisikieni kwa makini. Wanaingiaga makundi mawili mahakamani. Lakini katika hayo makundi mawili yanayoingia mahakamani, kuna kundi litaingia linalia, kuna kundi litatoka linalia, na kuna kundi litatoka linacheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mahakama ya Mungu, sisi tuliomwekea Yesu tumaini letu, tutatoka tukiwa tunacheka na kufurahi. Wale waliomkataa Yesu watatoka wakilia na kusaga meno, maana mahali kwao ni katika lile ziwa la moto. Ninasema na Wakristo, ninasema na Waislamu, ninasema na wapagani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako ni lazima uelewe. Mwambie injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa nguvu zote. Mwambie lazima watu wajitiishe katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tumesema Yesu akisha kufuka aliketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Katika mambo ambayo ni ya muhimu kuyafahamu ni hali ya Yesu Kristo kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo makubwa matatu ambayo nataka niyaseme ninapoenda kumalizia hapo. Umuhimu wa kufahamu na kutambua ya kwamba Yesu Kristo ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Jambo la kwanza, kuketishwa kwa Yesu Kristo ni ishara ya utimilifu wa kazi ya ukombozi ulioleta toba na ondoleo la dhambi. Ni ishara ya utimilifu wa kazi ya ukombozi iliyoleta toba na ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo mistari mingi sana ya kusoma, lakini tusome mstari mmoja tu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5. Matendo ya Mitume sura ile ya 5. Maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 30 na 31, maandiko yanasema namna hii: Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkamtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa sababu hiyo, toba na msamaha wa dhambi ni zawadi inayopatikana bure, kwa kuwa Yesu ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya, haleluya. Leo hii mtu yeyote anayesadiki habari njema ya ufalme wa Mungu anapokea toba, anapokea msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, kuketishwa kwa Yesu Kristo. Kuketishwa kwa Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu kumetuletea zawadi ambayo ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuketishwa kwa Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu kumetuletea zawadi ambayo ni nini? Kumetuletea zawadi ambayo ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Tuangalie kitu ambacho mtume Petro anakisema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Tusome kwa pamoja ule mstari wa 32 na 33. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 32 na mstari ule wa 33. Haleluya. Maandiko yanasema namna hii:
Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Haleluya! Hii siku ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Ni siku ambapo Roho Mtakatifu alishuka juu ya kila mmoja kati ya wale waliokuwepo siku ile, kati ya wale 120. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu waliposikia mitume na wale wanafunzi wakinena kwa lugha, wakasema hawa watu wamelewa kwa mvinyo mpya. Petro akasimama akasema, jamani, ni saa 3 tu ya asubuhi, hatujalewa. Akazieleza habari njema za ufalme wa Mungu, namna ambavyo Kristo aliteswa, alivyokufa, alivyofufuka, na mwisho anamalizia kwa kueleza alipoketishwa mkono wa kuume, ahadi iliyonenwa kwa kinywa cha Mungu, kwa kinywa cha nabii Yoeli ikatimia. Ahadi gani? Kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako, leo ni siku yako ya muhimu. Kama uliwahi kumsikia Roho, leo utamuona. Mwambie mwenzako, leo utamuona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yes, nimalizie pointi ya mwisho. Kuketishwa kwa Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu ni hakikisho la wokovu tulioupokea. Kuketishwa kwa Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu ni hakikisho la wokovu tuliopokea. Wapenzi, wokovu unaopatikana katika Kristo Yesu ni wokovu wa milele. Narudia tena, wokovu unaopatikana katika Kristo Yesu ni wokovu wa milele. Msamaha wa dhambi unaopatikana katika Kristo Yesu ni msamaha wa milele. Uzima unaopatikana katika Kristo Yesu ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasema, sasa nikitenda dhambi inakuwaje kuwaje? Ndio maana Yesu ameketishwa mkono wa kuume wa Mungu. Fungua pamoja na mimi kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 34. Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 34. Wakati huo mtumishi wa Mungu Almasi, popote ulipo, unachangamka kupanda huku mbele. Wakati huo mtumishi wa Mungu Almasi, unachangamka kupanda huku mbele, una kazi moja maalum. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 34. Maandiko yanasema, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye mmoja aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu, anafanya kazi ya kutuombea usiku na mchana. Uwe na hakika ya kwamba wewe uliyemwamini hutapotea kamwe. Anahakikisha msamaha wa dhambi ulioupokea unadumu. Anahakikisha ya kwamba toba ulioipokea inadumu. Anahakikisha uzima ulioupokea unadumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 2. Yohana wa kwanza sura ile ya 2. Tumesema leo tutasoma maandiko mpaka mtakuwa maandiko. Yohana wa kwanza sura ile ya 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ule wa kwanza anasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Mwambie mwenzako, tunaye mwombezi. Mwambie, tunaye mwombezi. Anaitwa Yesu Kristo mwenye haki. Anaitwa Yesu Kristo mwenye haki. Mwambie atahakikisha hupotei mpaka utakapofika mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo aliyeketishwa mkono wa kuume ni tumaini letu sote. Bwana asifiwe sana.
Tusome mstari wa mwisho wakati tunajiandaa kuingia kwenye maombi. Mstari huu unatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 13. Tufike pale kwa pamoja tuweze kusoma kuanzia ule mstari wa 35 tutashuka mpaka mstari wa 41. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari kuanzia ule wa 35 mpaka ule wa 41. Maandiko yanasema, kwa hiyo anena pengine, hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu, ya kuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sheria hauwezi kuhesabiwa haki, kwa sababu ukivunja sheria moja umevunja zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini atukuzwe Mungu katika Yesu Kristo, ya kwamba sisi tuliokuwa hatuna tumaini tumepata tumaini tena. Maandiko yanasema ya kwamba kila mwaminie anahesabiwa haki, anahesabiwa kuwa hana hatia katika yale mambo yote ambayo sheria au torati ya Musa isingeliweza kutuhesabia kuwa hatuna hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ajabu ni nini? Mstari wa 40 anasema, angalieni basi isiwajilie habari ile iliyonenwa katika manabii. Habari gani? Tazameni enyi mnaodharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapokuwa mtu akiwasimulia sana. Narudia mstari wa 41. Mstari wa 40 Mtume Paulo anawaonya ndugu akisema kwamba angalieni basi siwajilie ile habari iliyonenwa katika manabii. Bwana asifiwe sana. Kuna habari iliyonenwa katika manabii. Amenukuu mstari kutoka kwenye kitabu cha nabii Habakuki sura ya 1 mstari ule wa 5. Inasema ya kwamba tazameni enyi mnaodharau. Wapo wengi leo hii wanaidharau kazi ya Mungu. Anasema kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingesadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Habari za Yesu ni habari ambazo zinanenwa kila siku, usiku na mchana. Ni habari zinazonenwa kila siku, usiku na mchana. Lakini ni habari ambazo wengi wamezidharau na kuzisukumia mbali, wasijue kwamba ndizo habari ambazo zitawaweka huru na kuepusha na hukumu ya milele. Mtume Paulo anawaonya watu akiwaambia kwamba angalieni isiwatokee ile iliyonenwa na manabii. Isaya miaka 700 iliyopita, kabla kabisa ya Yesu kuzaliwa, anasema, Bwana, ni nani atakaye sadiki habari tuliyoileta? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii ni shauku yetu, watu wa mabamba, Waislamu, wapagani, Wakristo, mzisadiki hizi habari njema za ufalme wa Mungu. Mungu awape nini tena? Mpaka mbebeshwa gunia la misumari ndo mkubali kwamba anaweza kuwasamehe? Hamridhiki kuona upendo wake? Upendo wake ni kielelezo tosha. Wengine wanasema ya kwamba haiwezekani Mungu kufanyika mwili. Haiwezekani. Amechagua iwezekane kwa ajili yako. Unaambiwa baba yako amekuletea gari, unaanza kusema hana hela ya kununua. Hana hela ya kununua, inakuhusu nini wewe? Furahia gari, acha ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama juu kwa miguu yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Habari za Yesu Kristo ni habari za kusadikika. Ni habari ambazo historia imeshindwa kuikataa. Ni habari ambazo hakuna mwanadamu ambaye anaweza kupingamana nazo. Shetani amejitahidi vizazi na vizazi kuipotosha habari hii, lakini bado imemuilia vigumu, kwa maana ni ngumu sana kwenda kinyume na ukweli. Yaani leo hii hata mtoto mdogo umwambie hili ni gari na sio spika, hawezi kukuelewa. Huko ndiko kubishana na ukweli ambako shetani anakufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo hii elekezeni imani zenu katika Kristo, tumaini lililo hai. Mwepushwe na mauti, mwepushwe na dhambi, mwekewe akiba ya uzima wa milele. Leo hii kila anayemwamini mauti inaharibiwa ndani yake, anaupokea ule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu nataka tufanye maombi maalum kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kumwamini Yesu, wanahitaji kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni wakati wa maalum. Hutakiwi kuanza kuangalia ni baba atanifanyeje, mama atanifanyeje. Kumbuka ni swala lililobeba hatima yako, ni swala lililobeba hatima ya maisha yako. Ni aiza uchague kumwogopa baba na mama au ndugu, alafu uangukie kwenye ile ziwa la moto, au ukubali mateso katika ulimwengu huu kwa kupigwa na wazazi au na ndugu au kudharauliwa na marafiki na kupokea uzima wa milele. Ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako. Mtumishi wa Mungu Vani, na kuomba, ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako. Baada ya hayo maombi maalum, leo tutakuwa na maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Tutakuwa na maombi ya kujazwa Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu wamejiandaa vizuri na watawahudumia. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu kuyaishi maisha ya wokovu. Uwepo wako, uwe nami, uwepo wako. Naweza ukafunika macho yako. Ni wakati wa maalum, ni wakati wa muhimu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru Mfalme kwa ajili ya majira haya. Tunakushukuru Mungu mtakatifu kwa ajili ya wakati huu. Watoto wako wanaenda kuyatoa maisha yao kwako. E Bwana, wapokee. Walio Waislamu wapokee, walio Wakristo wapokee, walio wapagani wapokee, walioko majumbani wapokee, waliopo kazini wapokee, walioko barabarani wapokee. E Mfalme, uwaridhie katika ufalme wako kwa njia ya Kristo. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunaliinua jina lako. Basi wakati huu tumeisikia sauti kuu ya mwito wa Yesu Kristo, na jioni ya leo ni fursa nyingine tena kwa wale ambao bado hatujapata wasaa mwema wa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Siku zetu sio nyingi. Biblia inasema sisi ni kama maua ya kondeni ambao tunamea na kunyauka kwenye hizi siku chache tulizo nazo. Mtu yeyote ambaye amezisikia habari njema na anatamani jioni ya leo njema iliyobarikiwa na Mungu apate tumaini jipya la kumwamini Yesu Kristo ambaye amefufuka, ninaomba hapo ulipo unaweza tukanyoosha mkono wako. Jioni ya leo tunaitangaza nafasi nyingine. Usimwonee aibu mtu yoyote, usionee haya ile injili ya Yesu Kristo. Popote ulipo unaweza tukanyoosha mkono wako. Bwana Yesu anakuona. Leo ni siku yako ya furaha,
Ni siku yako ya kuokolewa, ni siku yako ya kupata neema mpya. Unaweza tukanyosha mkono wako, unaweza ukanyosha mkono wako. Wanadamu ambao wamekuzunguka nao watakufa kama wewe, lakini Yesu ambaye unamwamini anaishi milele, naye atakatibu kwa ajili yako maisha ambayo hayana mwisho. Unaweza tukanyosha mkono wako, na nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha mahali hapa mbele, tukaombe pamoja sala fupi ambayo itathibitisha ya kwamba Yesu Kristo amekudhamini uzima ule wa milele ambao kwa kawaida usingeweza kuupata kwa matendo yako. Ninaenda kuwakaribisha watu wote popote ambapo unaisikia sauti hii. Unaweza tukasogea mahali hapa, tukasogea tu mahali hapa, wahudumu wetu wakiwa wanatusaidia siku hii nyingine ambayo Yesu anatupa neema kwenye siku chache zilizoko kwenye wiki hii. Tunaomba tusogee mahali hapa, wale ambao tunatamani kumpokea Bwana Yesu Kristo jioni hii ya leo. Usimwogope mtu yoyote, unaweza tukasogea mahali hapa, usimwonee aibu mtu yoyote. Na wale tulioko mbali ambao tunasikia sauti hii, popote pale ulipo, unaweza tukasimama imara tunapokwenda kushiriki sala hii fupi, pale ambapo Bwana Yesu anathibitisha imani yetu kwake. Ninapenda kuwakaribisha wakati huo waimbaji wetu wakiwa wanatuongoza kwenye ule wimbo unaosema ninasikia kuitwa. Ninaomba kuwakaribisha tu kusogea mbele mahali hapa. Tutaomba pamoja na Bwana Yesu atatupa neema ya kuzaliwa mara ya pili jioni ya leo. Basi ninapenda kuwaalika tu popote pale tulipo, wale ambao tumenyoosha mikono yetu, wale ambao tuko tayari kumpokea Yesu Kristo, wale ambao tumesikia wito wa sauti hii. Bwana Yesu anakuita jioni ya leo. Bwana Yesu anakukaribisha jioni ya leo. Upokee wokovu, upokee maisha mapya, na wewe ukae kwenye kundi la watu wenye uhakika na milele yao. Usimwogope mtu yoyote, usimwogope mtu yoyote. Ni maisha yako tunayaongelea jioni ya leo, ni tumaini jipya tunaliongelea jioni ya leo. Piga tu hatua ya imani, hatua ya ujasiri, usogee mahali hapa. Neema ya Yesu ni kwa ajili yako. Unaisikia sauti hii, tusogee mtini pa Mwokozi, pale ambapo dhambi ilishindwa, pale ambapo mauti ilishindwa. Bwana Yesu ni mwaminifu sana. Pale ambapo unaisikia sauti hii, ninapenda kuwakaribisha watumishi wa Mungu kwa ajili ya wasaa huu mwema na nyakati hizi bora kabisa ambazo Mungu ameziandaa kubadilisha maisha yetu. Ni wakati wa mambo ya kale kukoma na yale mapya ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako kuchukua nafasi. Asante Yesu, wewe ambao unawaleta watu mbele zako, wewe ambaye unawaokoa wanadamu wote. Basi popote pale unapoisikia sauti hii, na wale tuliokuja mbele, unaweza tukaweka mkono wako wa kuume kifuani, alafu tutarudia pamoja maneno haya ambayo nitayasema. Popote pale ulipo unapoisikia sauti hii, kama unatamani kumpa Yesu Kristo maisha yako, unaweza ukasema maneno haya: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kazi yako pale msalabani, na jioni ya leo ninakuamini wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakushukuru kwa kunihesabia haki bure kwa njia ya imani, na kwa kuniwezesha kukuamini wewe jioni ya leo.
na kuanzia sasa mimi ni mwana wako. Ninaomba nimshukuru Mungu kwa ajili yenu. Bwana Yesu, tunaliinua juu sana neno lako na kulitukuza. Mungu wetu, wewe hautamani hata mtu mmoja apotee, bali watu wote wazifikirie habari za toba. Na jioni ya leo tena, kwa upendo wako umewasajili watoto wako kwenye uzima wa milele, mbali na ile ghadhabu na hasira ambayo inakuja siku ambapo dhambi za wanadamu zitahukumiwa duniani kote. Nami ninaomba neema yako ikiendelee kusimama pamoja nao, ukiwajenga na kuwaongoza. Tunawakabidhi na kuwahifadhi mikononi mwako, kwa maana imeandikwa, na mapenzi ya Baba ndio haya, nisimpoteze hata mmoja. Hiyo ilikuwa ni ahadi yako uliyowapa wanadamu. Nami ninajua wote waliokuamini jioni ya leo, hakuna hata mmoja ambaye anakwenda kupotea. Na kwa sababu hiyo tunakutukuza na kukupa sifa, tukiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaweza tukapiga makofi na vigelegele kwa ajili ya neema ambayo Yesu amewapa watu hawa. Nafikiri basi wahudumu wanaweza wakatuongoza kuwapa utaratibu, na Mungu awabariki sana. Haleluya. Kwa wewe ambaye uko nyumbani au uko kazini au uko mahali popote, na leo hii umekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni shauku yetu ya kwamba uzidi kukua katika maarifa ya Kristo na kumjua Mungu. Unaweza ukaangalia kanisa ambalo liko karibu, kaanza kusali pamoja na wengine. Hata kama wewe ni Muislamu na umeamini, usiogope. Nenda kwa mchungaji mmoja wapo ambaye utampenda, mwambie nahitaji kujifunza neno la Mungu kutoka kwako. Nahitaji kuendelea kujua habari njema za wokovu niliopokea. Na kama inawezekana, unaweza ukaleta kwa watumishi wa Mungu majina yako na namba zako. Watakuwa wakikufuatilia na kukuombea na kukutia moyo na kukujibu maswali mengi ambayo utaendelea kuwa nayo kwa habari za huyo Kristo. Unapompokea Yesu mara moja kwa moyo wako wote, inatosha kabisa. Unakuwa umehifadhiwa na unakuwa unatunzwa na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanza na wale ambao hapa leo hii wamempokea Yesu. Naomba nitoe mwaliko kwa ajili ya wale wote ambao wanahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu. Wengi sana wamewahi kusikia watu wakinena kwa lugha, na wengine wamewahi kuwa na shauku ya kwamba natamani kunena kwa lugha. Leo ni siku njema. Tumeona ya kwamba Yesu Kristo alipoketishwa mkono wa kuume wa Mungu, alitupa zawadi ya Roho Mtakatifu. Zawadi hiyo ni ahadi ya Baba kwa ajili ya kila mmoja. Mtume Petro alinukuu kile ambacho Yoeli alisema, na baada ya hapo akasema ya kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Kwa hiyo ninatoa mwaliko kwa ajili ya kila mmoja ambaye anahitaji kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tukio hili ni tukio la muhimu. Unapoangalia katika kanisa la kwanza, tunaweza tukasimama watu wote. Unapoangalia katika kanisa la kwanza, unagundua ya kwamba kila watu walipoamini, mitume walikwenda na kuweka mikono juu yao, wakampokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni jambo la muhimu na ni uzoefu wa muhimu kwa kila muamini. Kwa umemwamini Yesu, unahitaji tena hatua nyingine mbele zaidi, ujazo wa Roho Mtakatifu. Jambo hilo litakuwezesha kushinda maisha ya dhambi, litakupa usahihi na uthabiti katika utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba wakati praise wanaendelea kuimba, kila mmoja ambaye ana shauku ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu asogee hapa mbele. Nijaze Roho Mtakatifu. Yote yule ambaye anatamani kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, unaweza kusogea tu mbele hapa. Kuna utofauti kati ya kumpokea Roho Mtakatifu na kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Inawezekana ushawahi kupata hiyo neema kwenye maisha yako,
lakini wakati mwingine Mungu anatoa hii fursa na neema. Yoyote yule ambaye ni Mkristo, dhehebu lolote lile, unatamani leo upate ujazo na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, sogea tu hapa mbele taratibu. Haleluya. Nimepokea ujumbe hapa kwamba natakiwa nifafanue vizuri. Kuna baadhi ya watu wanaweza kufikiri kwamba wanatakiwa kuokoka tena. No. Inawezekana umeokoka na una miaka 5, 6, 7, 10, 15 kwenye wokovu. Lakini tukizungumzia habari ya Roho Mtakatifu, ni ile ahadi ambayo Kristo aliacha kwetu. Akasema kwamba sitoacha yatima, nitawaachia msaidizi ambaye ndiye Roho wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inawezekana kabisa ulikwisha kuwahi kupokea au kumpokea Roho Mtakatifu, lakini leo tunazungumzia habari za ujazo wa Roho Mtakatifu. Inawezekana wewe ni Mkristo, ulishawahi kunena kwa lugha, lakini nafasi nyingine tena ambayo Mungu ametoa neema hapa. Inawezekana wewe ni mtumishi, unatamani hizo level nyingine, unatamani viwango vingine vya rohoni. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia, na hata sisi wenyewe bado anaendelea kutuhudumia. Kwa hiyo kama una shauku hiyo, sogea tu hapa mbele. Umeshawahi kusikia nguvu za Roho Mtakatifu au habari za Roho Mtakatifu, lakini haujawahi kuona akitenda kazi kwenye maisha yako na unatamani atende kazi zaidi kwenye maisha yako, sogea tu hapo mbele tukiendelea na huu wimbo kwa abudu. Na si tu kunena kwa lugha. Kuna watu watapokea karama za kuponya. Kuna watu watapokea karama za miujiza, tenda miujiza. Kuna watu watapokea karama ya kutoa unabii. Kuna watu watapokea karama ya neno la maarifa, karama ya neno la hekima, na karama ya imani, na karama nyingine nyingi. Na wewe uliyekuja hapa mbele, weka shauku yako, mwambie Mungu ya kwamba leo ni siku yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha ya kila Mkristo. Changamoto ni kwamba watu wanasema kwamba hawamwonei haya Bwana Yesu, lakini wanayaonea haya mambo yake. Tunasemaga huo ni ushamba wa rohoni. Yaani haumwonei haya Bwana Yesu, ila unayaonea haya mambo yake. Ni ushamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni fursa ambayo Mungu ameiachia kipekee kabisa. Mungu ameiachia kipekee kabisa. Na leo hii mtaona madhihirisho ya namna tofauti. Maisha yako ya kimaombi yatabadilika kabisa kabisa. Okay, kuna watu ambao wanapata changamoto katika swala zima la maombi. Unajiona kabisa hauna nguvu za kuomba. Ukiomba dakika moja umechoka. Panga mstari, mnaweza mkapanga hata mistari miwili. Kuna mtu ambaye unaona ukiingia kwenye maombi ndo kwanza unapiga miayo. Mungu Baba, nakushukuru. Uni wakati wako, unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunatoa mwaliko
praise team, endeleeni na hiyo chorus, then mtumishi wa Mungu atawahudumia. Watumishi wa Mungu mjiandae kuwawekea watu mikono. Maandiko yanasema kwamba mitume waliweka mikono yao juu yao wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pamoja na wachungaji hapa atusaidia tukio hilo. Karibu. Masobra katahaba zaye maana. Unaweza tukanyosha mkono wako hapo ulipo. Nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe Yesu, nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya Bwana unijaze Bwana Roho Mtakatifu, niweke karibu na wewe Bwana, nirejeshe Bwana, Bwana wangu, nafsi yangu, Bwana unijaze, Bwana Roho Mtakatifu, niweke Bwana karibu na maombi yangu, nirejeshe Bwana furaha ya wokovu wangu, Bwana wangu, Baba yangu, ni maombi yangu, ni ukiri wangu, Bwana nijaze katika jina la Yesu Kristo, ile ahadi ambayo Bwana ameahidi kwa ajili yetu. Roho Mtakatifu tunakuadhimisha kwa sababu jioni ya leo Bwana, wako watu mahali hapa Mungu wana shauku ya kuipokea ile nguvu, wana shauku ya kuipokea ule ujazo, wana shauku Bwana kupokea ile neema katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia ile neema Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu. Rakoto sakataya bratobrata rikoko sayamanta rekoko zitakataya. Wakapokea Bwana hiyo nguvu, wakapokea Bwana hiyo nguvu, wakapokea hiyo nguvu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huo ujazo Bwana, huo ujazo Bwana, huo ujazo Bwana, tunawabatiza, tunawabatiza, tunawabatiza kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuanzia sasa Bwana, tunaachilia neema ndani yao Bwana, hizo nguvu zikaachilia ndani yao. Rakoto sakataya rikoko manasika repoko sikataya, katika jina la Yesu Kristo. Kwa vipawa na karama Bwana vikaachiliwe, vikaachiliwe, vikaachiliwe. Roho Mtakatifu, chukua nafasi ndani yao Bwana, chukua nafasi ndani yao Bwana, chukua nafasi ndani yao Bwana, katika jina la Yesu. Ratakatoska paladiabata rokotosai, rokotosai, rokotosai. Tunaachilia neema Bwana, tunaachilia neema Bwana. Mando robo sikataya. Wewe ambaye ndani yako unaona kuna lugha mpya inakuja, usiogope, anza kuinena katika jina la Yesu Kristo. Tunaruhusu hizo nguvu Bwana, ninaruhusu hizo nguvu Bwana, ninaruhusu hizo nguvu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninaruhusu hizo nguvu Bwana, hizo nguvu Bwana, kuanzia sasa umwili ni hekalu lako, kuanzia sasa umwili ni hekalu lako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Marakatoska pala rokoto sayamanta rikoko mane rokoko saya, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
Rakatosaya bato rikokosaya. Tunaachilia nguvu Bwana, tunaachilia nguvu Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, tunaziruhusu sasa, tunaruhusu sasa, tunaruhusu sasa uwepo wako, uwepo wako, uwepo wako, nguvu zako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, zikaachiliwe ndani yake, zikaachiliwe ndani yake, zikaachiliwe ndani yake, katika jina la Yesu. Rapakataya bazo rikokosaya, rikokosaya, rikokosaya. Roho Mtakatifu, ninakuruhusu Bwana, ninakuruhusu Bwana, ninakuruhusu ndani yake, tawala ndani yake Bwana. Tazama shauku yake, tazama shauku yake, tazama shauku yake, tazama shauku yake, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tawala ndani yao Bwana, tawala ndani yao Bwana, tawala ndani yao Bwana, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Roho Mtakatifu ukaachilie uhuru ndani yake. Roho Mtakatifu uchukue nafasi ndani yake. Roho Mtakatifu chukua nafasi ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa Bwana anapokea nguvu mpya, kuanzia sasa anapokea nguvu mpya, anapokea nguvu mpya, anapokea nguvu mpya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu chukua nafasi, chukua nafasi, chukua nafasi Bwana, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wapokee Bwana ile karama, ile karama, ile karama, ile karama, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Rokoto sayamata rikeke sayamazo rakoto sayamato rokoko ziza pradia rakakataya. Endelee tukupita watumishi. Kuna watu wanapokea nguvu mpya, kuna watu wanapokea nguvu mpya. Ratos kavalamanta rekoko sayamata, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uko kule nyuma, simama tu kwa miguu yako, simama tu kwa miguu yako kule nyuma, simama tu, simama tu. Neema ya Bwana iko mpaka huko, simama tu kwa miguu yako. Mazo prakataya. Tunaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu kila eneo, tunaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu kila eneo, kila mahali, kila mahali, kila mahali, mpaka wewe ambaye uko kule nyuma, kila mahali. Roho Mtakatifu akatawale, Roho Mtakatifu akatawale, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo neema iachiliwe kwenye maisha yako, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinachukua nafasi mahali hapa, nguvu za Mungu zinachukua nafasi kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna roho itakayosalia, hakuna nguvu itakayosalia, hakuna nguvu itakayosalia. Roho Bwana anachukua nafasi, Roho Bwana anachukua nafasi, Roho Bwana anachukua nafasi katika jina la Yesu Kristo. Roho Bwana anachukua nafasi. Ratos kapalamanta jevreketoska lediamanta, katika jina la Yesu. Ile ahadi iliyofunuliwa sharabramoko sataya rakosi sataya rade bramoshaka lesizataya rabosa, ile nguvu iliyoahidiwa ambayo hakuna adui anaweza kuingilia. Sharako sataya, ile mamlaka ndani ya wanadamu wote wanaoamini. Zebrako sharadabasia, jioni ya leo inazilishwa, jioni ya leo inazilishwa kinyume na utendaji kazi wa yule adui. Jioni ya leo inazilishwa, jioni ya leo inazilishwa, jioni ya leo inazilishwa. Waombaji watatokea katikati yetu. Sharabramokosa lesataya. Hebu tuendelee kuomba hapo uliposimama, endelea kusema, endelea kusema. Mwambie Roho Mtakatifu, niko tayari, niko hapa, nitumie, nitumie, nitumie. Ule wakati wa mateso ya shetani umekwisha. Ninaipokea nguvu mpya, ninaipokea nguvu mpya ambayo inafanya kazi tena kuanzia leo. Sharabrakoseta lensataya. Watoto wetu wameteswa sana, vijana wetu wameteswa sana. Ni wakati wa sisi kupata nguvu mpya itakayotuongoza kuomba, kusimama imara, kuzitetea jamii zetu. Tunaiatilia hiyo nguvu jioni ya leo. Rabrakoshataya lesataya ramosha lesataya ribramosha. Huo wakati wa mateso umekwisha, umekwisha, na nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea ikiwa
ikiuisha kalama mpya ndani yao. Watu watanena kwa ujasiri, watu watatembea wakihubiri ile kazi ya Yesu, kwa jina la 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 Yesu. Hiyo nguvu mpya ambayo inabatilisha kila mapando ya adui, kila kazi za yule adui, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo Bwana anatengeneza mashujaa. Jioni ya leo Bwana anatengeneza watu wenye nguvu. Omba kadri unavyoweza, omba kadri unavyoweza. Nguvu iko juu yako, nguvu iko juu yako. Tukatae kazi za adui kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ebrakaya sata sharia bramose la sakata ya rabaya lesayato lesharadabaya so lasiaka. Wakina mama tuombe, wakina baba tuombe. Hizo nguvu zinazotesa nyumba zetu, zinazotesa familia zetu, hao wachawi, hayo mapepo, hayo magonjwa, usikae kimya, usikae kimya. Sema sasa inatosha, sasa inatosha, sasa inatosha. Adui ataingia kwenye familia zetu, ataingia kwenye nyumba zetu, ataingia kwenye nyumba zetu. Watoto wetu hawatafeli kwa jina la Yesu. Lebaya raraba lesekataraba imasataya imasia bradaya shere bramokosa labramayase lesakataya rara lebraya sosha lasiata. Kama unataka kuwa mwombaji, usiache kuomba, endelea kunena, endelea kusema, endelea kusema, endelea kusema, endelea kusema, endelea kusema, endelea kusema. Iko nguvu juu yako, iko nguvu juu yako. Brababababasha lesakayadaba inatembea, 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 inauisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yule adui ameshindwa, yule shetani ameshindwa, 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 ameshindwa kwa jina la Yesu. Lebrabababayaso laskatayadaba lebradiasaka labradiasosha lesakayadaba lesetayadabaya. Pokea, 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 pokea. Lobramaya satayadaba lesetayadaba losatayadaba losataya 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 shararararabaya lesakatayadabo laskataya. Ameshindwa yule adui. Nguvu ya ajabu, nguvu ya ajabu inatembea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lesatayadaba jamakata, jamakata lesatayadaba lesa 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 ebrabaya sosha loskataya rada ebrakaya lebradia lesaya. Wale walio wagonjwa wapange mstari nyuma ya hawa. Kama uko mahali popote unaumwa, panga mstari ya hawa ndugu hapa. Watumishi wa Mungu watawaombea. Kama unaumwa, panga mstari nyuma ya hawa ndugu. Nguvu za giza zimeshindwa, hakuna mamlaka itasimama jioni ya leo. Rabaya soshaya lensikaya. Tumepita huko, tumesikia mambo ambayo shetani amefanya kwenye nyumba zenu, mambo ambayo shetani amefanya kwa watoto wenu. Na jioni ya leo, hebu tuingiwe na hasira, tuseme leo ni mwisho. Hebu tuingiwe na hasira, wazazi tuombe, tumlilie Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Vijana wetu wamepotea, watoto wetu wameenda mbali. Jioni ya leo ni mwisho, zile kazi za adui ni mwisho. Rebrakasataya rakosha. Kama una mtoto wako, una kijana wako hapo ulipo, hebu fungua kinywa chako, anza kusema maneno rakoshaya. Sema tu, mtoto wangu mimi sio wa kufeli, kijana wangu sio wa kupotea. Rabaya sosha.